tutapitia upya maslahi ya kada ya walimu nchini. Nikushukuru wewe mwenyewe. Ungeona tu labda shughuli hii inaweza kufanyika kwa mtu mwingine ukamkaimisha mkuu wa wilaya nini afisa elimu hapa, lakini ukaona kwa ajili ya wingi wa walimu walio hapa leo wewe mwenyewe uje uzungumze nao kwa hiari yako mwenyewe. Jana ndio nilitupa taarifa kwamba ninashiriki mimi mwenyewe, kwa kweli ilitupa faraja na tulifurahi kwa ajili hiyo. Sio tu tunajua jinsi tunavyoendelea kusaidia kwa watu wa Manyara katika eneo letu la elimu ambayo sisi ndio wakubwa. Tunajua jinsi tunavyopambana na kadhaa hatua mbalimbali za kufanikisha ufundishaji wetu katika maeneo ya kazi, ikiwepo miundombinu na mambo mengine kama ambavyo tunahangaika nayo, lakini tusiache na mengine. Tunajua jinsi wewe ulivyo mchapakazi. Kwa hiyo mimi binafsi nakupongeza kwa niaba ya walimu. Maana yake unaonekana kwenye vyombo vya habari huko kila mahali siku kwa siku ukiwa unaendelea kutetea maeneo mbalimbali kwa upande wa kuhakikisha kwamba miundombinu inayotumika katika utoaji wa taaluma inakuwa vizuri katika eneo lako la mkoa wa Manyara. Bali zaidi siku ulivyotutisha sisi walimu wa Manyara, nikuambia siri moja. Ni siku ulivyoonekana shule ya sekondari Manyara Girls ukiwa umevaa jezi ya wanafunzi mpaka mwalimu wao maana yake unacheza katikati ya watoto wafungapi sijibarakaze kuli kwa mboga. Sasa nilikuwa natafuta mwalimu wa zamu asije akapata adhabu anaweka mazika pale katikati ya watoto. Lakini tunamshukuru mwalimu wetu kwa na wao na utaratibu mzuri wa kulea wanafunzi. Hawajamfanyia jambo lolote la kutreat kama watoto na pamoja na kama uko pale. Kwa kweli tunapongeza tu. Maana yake sana uliofanya walimu tunasema katika mazingira ya kawaida tunahitaji kujigeuza ili wale watoto wasikohoke sisi. Na gari tunafika pale wale wanaopokea wanasubiri wakitoka kwenye gari kumbe tayari kwa watoto watoto. Hongera sana. Pale umetuonyesha ni jinsi gani unaweza kufanya kazi katika hali tofauti kwa kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kufanya kazi, lakini pia kwa kumwakilisha Mheshimiwa Rais katika maisha ya kawaida ya Watanzania tunaishi katika hali zote. Pale umeonyesha nafasi kubwa sana. Hongera sana kwa ajili hiyo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hii ni fursa nzuri sana na hili tukio haliwahi kutokea tena, ukiacha zile ndogo za kukusanya madeni wanafika halmashauri au pale mkoani. Kwa hiyo kwa niaba ya walimu wenzangu wa mkoa wa Manyara niwashukuru sana timu kutoka TAMISEMI, Wizara ya Fedha, Wizara ya Utumishi pamoja na Wizara Mama ya Elimu kwa kuweza kutenga muda wenu na kuja Manyara. Vile vile tuwashukuru maafisa elimu pamoja na changamoto zote, maafisa utumishi pamoja na changamoto zote, kazi wameifanya. Walimu madaraja kwa kiasi fulani sio sawa na zamani. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, funguo uliowashia kidogo wakitoka hapa hii speed watakayoenda nayo itakuwa sio kawaida. Sasa ni mambo madogo, movement ya barua mwalimu ameandika ni kusaini tu ile barua, kuiweka kwenye mfumo na vitu kama hivyo, na kuhakikisha hizo changamoto zinafanywa kazi. Kilichowaleta hapa leo, hamjakuja kusikiliza hotuba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Huo ndio ukweli. Mmekuja kuleta kero zenu. Lakini kwa kuwa mimi ndiye mkuu wa mkoa na mtendaji mkuu wa shughuli za serikali, siwezi kuacha kundi kubwa hivi mfike hapa nisiongee lolote na wala nisiwasalimie. Ndugu zangu, naomba nitumie fursa hii tena kwa umuhimu wake kumshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Walimu hawajaanza kuwa na malalamiko leo. Malalamiko mengine mtakayoyawasilisha leo humu ndani yana miaka 7, 8, 10, 11 nyuma. Wakati huo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hajakuwa rais wa nchi hii. Lakini katika kipindi hiki cha miaka yake 4 tumeona uungwana, utu, ubinadamu wake na unyenyekevu wake kwa wananchi anaowaongoza. Ameendelea kusikiliza na kutekeleza changamoto nyingi za watumishi. Na kwa kipindi hiki
kada ya ualimu mmefikiwa. Na kumbukeni, taifa letu linafanya kazi kwa muendelezo. Ndio kwa sababu yeye alipokalia kiti cha rais alisema kazi fanyeje. Kwa hiyo haya ya kwenu leo yanakwenda kwenye muendelezo huu. Tuendelee kumwombea uzima na afya tele Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuendelee kumwombea aendelee kuwepo kwenye kiti hicho ili aendelee kutusaidia kwa unyenyekevu na utu wake alionao. Tume hii maalumu iliyoundwa hajaiunda tuizunguke nchi nzima kwenda kuangalia sura za walimu. Amekumbuka yeye mwenyewe bila mwalimu hasingekuwa pale alipo. Mimi nazungumza hapa bila mwalimu nisingekuwa hapa nilipo. Walimu shikamoni. Shikamoni walimu. Walimu shikamoni tenu. Walimu oye. Kazi mnayofanya ni kubwa. Ni kubwa sana. Lakini pia Mheshimiwa Rais amezingatia zaidi takriban nusu ya watumishi wa umma ni walimu. Ili asiposikiliza kundi kubwa hili anataka msikilize nani? Tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa maamuzi yake haya. Kwa sababu pia kwa nafasi yake ya urais angeweza pia amue muendelee kusikilizwa huko na maafisa utumishi ambao asilimia kubwa inawezekana ndio waliotufikisha leo tumejaa kwenye kichumba na wakurugenzi wetu. Lakini akaona hapana, nendeni nyinyi na watuma timu hii mnayoiona hapa. Uzuri vyote vinavyokuja kuzungumzwa hapa leo vinarudi kwa Mheshimiwa Rais. Kuna nimekuja hapa moja kuja kuwatia moyo kwa kuwa nimeelekezwa kiongozi mkuu mamlaka. Na mimi Mheshimiwa Rais amenipa kipande hiki cha mkoa wa Manyara kumsaidia majukumu yake. Kwa hili swala ni swala langu mimi. Kwa sababu pia moja malalamiko yangu na changamoto zangu kubwa ambazo zinanifanya nashindwa mimi namna ya kupambana na walimu ambao sio wajibikaji ni kwa sababu kwa namna moja serikali hatujawatendea haki zao. Kwa hiyo rafiki zangu, kwa kifupi tunataka tuwatendee haki ili mkawajibike. Tunataka mpate haki zenu ili tukianza kuwajibishana huko mimi niwe na nguvu ya kuwajibisha. Kuna maana mengine nikifika inabidi niwe mdogo kwa sababu kuna changamoto. Mimi kama serikali sijawatekelezea wajibu wenu. Hebu ni haki zenu na kujaje kuwadai wajibu. Kwa hiyo haki inaenda na wajibu, na wajibu mwenzie ni haki. Imani yangu inaniambia kwamba wote tuliokuja huko ndani tuna changamoto. Hakuna aliyejibeba tu kutoka nyumbani kwake aone kwamba naomba niende kule. Ndugu zangu, mimi naomba niwaombe sana. Naomba niwaombe sana wale wote ambao mnashughulikia masuala haya ya walimu kutoka TAMISEMI, mwasikia kwa hapa, wenzetu wa utumishi ni mwasikia mko pale, Wizara ya Fedha ni mwasikia ni kwa hapa, lakini na kwenye taasisi mbalimbali naomba tuwasikilize hawa walimu kwa utaratibu na kwa upole. Kwa nini nasema kwa utaratibu na kwa upole? Niliwahi kumpokea mwalimu mmoja ofisini kwangu. Nilipokea walimu zaidi ya 5, 6, 7 wanakuja, lakini huyo mmoja nataka nimtoe kama mfano. Unajua changamoto za kimaisha zinapokuwa zinaongezeka, mwanadamu kwa kawaida unafikia ukomo wa kuwaza. Unapofikia ukomo wa kuwaza, kinachofuata katika la kawaida, giza likishatanda mbele, akili pia inasogea pembeni katika hali ya binadamu wa kawaida. Kwa unajua kabisa ana changamoto, lakini hata namna kujieleza anashindwa, au mwingine anajieleza kwa jazba, mwingine anajieleza kwa hasira. Muwavumilie. Inawezekana wengine wengi hapa
wameshakumbwa na changamoto ya msongo wa mawazo, kwa changamoto ambazo wanazipitia kwa miaka mingi bila kusikilizwa. Kwa tuwe wavumilivu na wastahimilivu, tuwasikilize kwa utulivu ili tuweze kuona namna ya kutatua changamoto ambazo zinawakabili. CWT, wajibu na haki.